Mambo vipi, inakuaje mtazamaji? Kama sana kwenye exclusive interview Meneto Victor Madaha, kama kawaida behind the camera yupo Rizky bwana. Bahati nzuri sana amemtembelea pia hapa siku nyingine tena hapa Sada Top Seller kutokea hapa magari bei nafuu, si ndio? Kabisa. Inakuaje mkubwa? Barida kabisa. Kwema lakini? Pamoja sana. Watu wanakulizia sana bwana. Hapa nini? Unajua vitu vya ukweli. Vitu vya ukweli. Yaani ukifanya biashara nzuri, vitu vya ukweli, misingi ya ukweli, kila kitu kina flow. Vitu vina flow wenyewe. Kabisa. Nikupongeze pia, umekuwa ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao umekuwa uko positive sana kwenye ukweli, unazungumza ukweli. Panapo marekebisho unazungumza bana paendeke hivi, si ndio? Ulitazama show ya miaka 30 ya Bongo Flava Mwanza. Na moja matukio ambayo watu waliyapenda zaidi ni tukio la Doto Magari kuingia kama mgonjwa wa ukimwi na Feruzi pale. Kwa sababu walimpongeza, wakasema bwana, hii imekuaje hii, kama muuza magari mwenzako pia ulivyoicheki ile kitu. Wewe ulionaje ile? Kwanza kabla ya yote Doto ni game changer. Game changer Doto. Namuita game changer. Ndio. Yaani yeye amekuja kubadilisha tasnia ya uuzaji wa magari. Ndio. Yaani biashara ya magari imekuwa sanaa, imekuwa ajira. Namuita game changer mjomba, influencer game changer. Game changer. Kabadilisha mchezo. Sasa hivi biashara ya magari imekuwa ajira. Zamani ujue udalali ulikuwa sio ajira. Mtu akiwa dalali anazaulika, huyu dalali. Lakini sasa hivi kila mtu akitoka chuo huko, kazi hamna, kakosa kazi, anakuja kwenye udalali. Na hiyo yote inatokana kwamba mjomba influencer amefanya vitu vikubwa katika tasnia. Ndio maana tasnia yetu ya udalali au ya uuzaji wa magari imekuwa sanaa, lakini pia ni ajira. Yeye ni game changer, na yeye ndio alifanya ule mchezo wa miaka 30 ya Bongo Flava. Yaani upop uzungumzie imekuwa habari yani. Kila ukiperuzi unamkuta mjomba na Feruzi, mjomba na Feruzi. Hiyo ni game changer, ni creator. Amecreate kitu ambacho watu hawakutegemea kama itakuwa vile, kwa sababu ametoka kwenye skendo kwamba yeye ni mwasilika, lakini mwisho wa siku akaenda kwenye umma akawaonesha kwamba yeye hayuko idle mind. Yani ni kwamba yeye sio mwasilika, yeye ni maneno ya watu. Akaona bora atumie ile fursa kuwa mkubwa zaidi. Hawezi kushuka mjomba. Hawezi kushuka. Ni influencer ambao wamekaa miaka 4 mfululizo. Haja kushuka, iko pale pale. Kabisa. Lakini show yako ulionaje na Feruzi, kitao chake kuingia na nini? Ilikuwa amazing, yani walitisha, waliweza, na wale ndo walifunika ile show. Wale ndo top kabisa. Ile show wale ndo walifunika. Walikuwa noma kabisa wale. Wajomba wote walipoa. Lakini Doto walivyopanda pale na kwenye machela nini na ile ambulance haikuwa poa. Vitu vyenyewe. Kabisa. Nimeona pia legend pia TID Top in Dodoma amezungumza naye bwana, ameapologize kwa maana kuomba msamaha bwana, na mimi Aisha maneno ambayo alikuwa amezungumza before kwamba haiwezi kutokea katika tamasha lile, lakini this time nadhani ameomba msamaha na wamempokea pia kina Madi na FDQ pia wameweza ku recognize kile alichokizungumza. Kwako wewe hasa ujumbe wa TID awepo na kwenye miaka 30 ya Bongo Flava pale Dodoma pale, unaionaje ile kuzungumza? Mjomba yani kutubu sio dhambi. Ukikosea. Au sio bwana? Lakini unapokuwa mkubwa chunga sana ulimi. Chunga sana ulimi, kwa sababu ulimi unaweza ukakupeleka mbali au kukushusha. Au sio bwana? Na ukiwa mkubwa usimalize maneno. Maneno weka kama akiba. Mwenye nguvu achelewe kuchoka. Mwenye nguvu achelewe kuchoka. Wengine bana si maskini ana kiapo, lakini TID ameshavuka bana. Mbona watu wanavuka mipaka? Mwenye nguvu achelewe kuchoka. Sona mjomba mwenye katubu kaligreti bwana samahani nini, kwa sababu kaona kabisa kama watu wanakuja katika mji ambao wewe wanakukubali, alafu wewe hautokuepo. Jamii ya pale ambao katika huo mji wanakukubali Dodoma, wanakuchukuliaje? Unakuwa sio legend ujue. Ushelewa? Unakuwa sio legend ujue. Ndo wazee wanasemaje, usitukane mamba hujavuka mto. Sasa hivi umetubu. Samahani si nini? Inakuwa 4. Lakini kama mkubwa usemeze maneno. Kabisa. Lakini wanasema mkubwa maji ukiyavulia nguo nini uchutama, si Kiswahili kigumu bwana. Muungwana sijui wanasema taulo likianguka uchutama. Muungwana uchutama. Kama muungwana kwenye hili bwana TID, si ndio? Kama muungwana, lakini mjomba apunguze, asonge sana. Top in Dodoma. Kabisa. Asonge sana. Aache nia ya Mungu iongee. Au sio? Familia yetu ile kwanza. Mjomba kabisa. Yule si
Mkushi wa Kinondoni mjomba. Wanamzushia mengi lakini yuko pale bado yuko kasimama pale. Kigogo, anaitwa Kigogo. Walioba. Chuma cha reli. Mtoto mdogo. Kabisa. Mama zao wanalia. Hivi katika ile miaka 30 ya Bongo Flava, ni msanii gani ambaye kabisa unaona kwamba yule bana kusema kweli bana yule wamwache peke yake anaumiza sana kwenye show? Katika ile movement Lady JD. Lady JD. Komando Jide. Kwa sababu ni mtu ambaye yeye ana maskendo, ana makelele, hajawahi kuwa na kashfa, anaishi maisha yake ya ukweli ya for free. Ni muziki tu. Kabisa. Na hata akiwa stajini akiimba unasikia ile mtu anaimba. Live anaimba. So eti piga kelele, piga makofi. Oyo. Watu wanataka muziki, hawataki story. Watu wanataka kusikia instrument, wasikie unavyoimba. Yaani kama kwenye radio unavyosikia, wanataka wasikie pale live inakwaje. Sio unapiga makelele mwanzo mwisho. Watu wanataka makelele, wanataka muziki. Ila kwenye pia tupe na Chila pia ongela zake pia. Naua sana pia kwenye Chila. Mjomba anaweza. Abu anaweza. Abu anamuita Abu. Abubakari Katwila mjomba anaweza. Abubakari Katwila. Mbaya kabisa. Sasa mjomba kabisa huyo mzawa Kawe Mzimuni. Abubakari Katwila. Mjomba kabisa huyo. Atengo kwenye live. Yu hali gani Tanita? Hatari. Yule wamtenge yule. Asa oya. Yule kiboko. Okay, na Madiwa muongezee fungu sasa. Kiuchifu mwanangu anaweza mjomba. Anaweza. Na mimi nishaye kukaa naye siku moja. Nikamwambia mjomba. Jina Arifi. Jina alifagi ujue. Jina linaishi. Au sio bwana? Utarudi. Sio imerudi. Wakati wake si ndio sasa. Oya sauti haifagi mjomba. Iko pale. Celine Dion mpaka leo watu anauza nakala. Bado yuko pale. Sure. Mjomba, sio poa mwanangu. Mjomba, kwa kumalizia nimeona pia Watanzania wameanza kumjaji na Jux bwana amepungua na nini. Kijana wako kabisa huyu msanii wetu bwana yuko international kule sasa yuko London kule mpaka mkaki sasa kaanza kusema bwana sasa kwenye hii free Jux hivi kwa nini Jux anamwandama sana kupungua kwake? Ina maana gani kwa Tanzania? Mjomba, tunawekaje msanii wetu anaandamwa na wewe upo? Oya, mimi cha kumwambia mjomba akaze. Asijibu. Kwa sababu kwenye kujibu kuna mawili. Majibu yako yanaweza kukupandisha au kukushusha. Muhimu kuwa kimya. Lakini ukiongea unaweza ukateleza. Ikakushusha sio kukupandisha. Akae kimya tu sababu ujue unapokuwa una jina mkubwa, Jux ni msanii mkubwa ujue. Ndio. Au sio bwana? Yule ni mkubwa. Kiukweli kabisa ni mkubwa. Ndio maana akaenda kule Nigeria kufanya ile harusi kule sherehe sini. Kakaa mwezi ujue. Balaa kabisa. Oya. Ferrari 6 hizo. Ferrari 6. Jux kavuka. Lakini sasa mjomba akae low key, asiongee. Watu wanasema anatoboka sana ndio maana anapungua ile familia bwana inatumia sana pesa zake. Sasa unapomuoa mwanamke wa kitajiri au sio bwana? Itabidi utoboke tu. Itabidi utoboke. Kwa sababu umepima ubavu, yani kwamba unaweza. Sasa utalia. Ujengue labda. Sasa oya, la moja linaniambiaje ukimpenda mwanamke mzuri utaenda jela kama una uwezo. Ukimpenda mwanamke mzuri? Unaenda jela. Kivipi? Kama una uwezo. Kwa sababu utajitahidi wewe umlizishe kwa kiasi kwamba yeye alizike na wewe uwezo hauna. Nini kinatokea? Utaingia kwenye madeni, utaingia kwenye matatizo. Maana yake utaenda jela. Kwa kwenye ile Jux vipi? Damn, hiyo mimi no comment. Unahisi kupungua kwake kutokana na mambo ya mitonyo? Au ni nini? Oya, kama hamna sasa mpa mwanangu afu huko mwanamke anataka maisha mazuri. Utatoboka. Hajui Kiswahili. Sio mzalamu. I need money muda wote. Anaongea Kikristo, Kikatoliki. KNF yoka every day. No my. Utatoboka. Kwa pale mjomba akae vizuri pale. Akaze tu. Akaze. Aishi Kichina. Lakini pia juzi bana kupona na dabi leo inaelekea bana. Yanga na Simba wanaingia uwanjani. Na jana Yanga wamefanya maajabu kabisa. Sele mji kila mtu sele. Hivi ule usajili wa Selemani ule umeuchukuliaje pale? Watu wanauandama sana uongozi wa Simba. Unafeli. Labda wangemchukua Selemani Kidunda.
Wangemchukua. Labda wangemchukua Selemani Kidunda. Kivipi? Kwa sababu pale shughuli hamna. Sasa unafanya usajili mwisho wa siku kwenye show yani promotion kubwa ile mwisho wa siku afu uwanjani unafungwa mwanangu. Usidharau. Ndio maana unajua hata hapa dabi haina amshamsha. Yani haina ile amshamsha kwa sababu wote wamefungwa. Yani garasa kwa garasa. Yani mmoja ingepata kamfunga kashinda pale game ingekuwa ina motisha huo mchezo au wote ingekuwa wameshinda dabi ingekuwa ya moto. Lakini wote wamefungwa. Yani garasa kwa garasa wanacheza. Garasa kwa garasa. Lakini Yanga pale kwa sele pale wamepata mtu hajapata mtu. Tuseme ukweli. Bwana, kwa sababu mpira unadunda, hebu tuangalie. Tubakize maneno. Tusemaize maneno kama mjomba. Afu baadaye aomba msamaha. Lakini imeuma umma. Watu wanalia unajua inawauma unajua lakini tusikilize milio. Leo tabiri yako kwa vipi hapa? Yanga na Simba ngao ya jamii. Tabiri yako kwa vipi? Watu wanakuangalia. Mchezo unaweza ukatoka 2+. 2+. 2+ inatoka. Goli 3. 2+ ni goli 2. Inawezekana ikawa both team to score au akascore mtu mmoja. Inaweza ikawa GG. Yaani kila mtu kapata goli. Au timu moja ikascore goli 2. Lakini mchezo leo mimi kwa utabiri wangu inatoa 2+. 2+. Kwa hata wale wazee wa kubeti waweke 2+. Nani anashinda? Yanga anashinda leo. Yanga? Anashinda. Kwa namna yote Yanga atashinda. Leo? Sadat top seller. Kabisa. Yanga anashinda kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Tunaongea sasa hivi ni saa 12. Bado masaa mawili mechi ianze. Mimi nishabeti hiyo nimeweka milioni 3. Milioni 3 leo. Milioni? Mkeka si hapa mwanangu na kuonesha milioni 3. Nimeweka milioni 3. Kweli. Yanga ashinde. Yanga ashinde nimeweka milioni 3 imetoka milioni 5 na 7 na 50. Sela koko leo. Kwa hiyo maana Yanga akifungwa leo milioni 3 imeondoka. Mwanangu itakuwa noma. Yanga mokoeni Sadat huko. Wajomba nimeweka milioni 3. Milioni 3. Msichekeshe. Watu Yanga milioni 3 Sadat kaeka. Kwa sababu naamini ujue ndio nimeweka milioni 3. Alikamwe anaangalia hii interview. Alikamwe mjomba nimeweka milioni 3. Engineer. Naamini ujue. Naamini. Katika wale usajili mliofanya. Doto si Simba. Sure. Doto Simba ujue. Mjomba Doto Simba, mimi Yanga. Yanga. Leo Yanga wanashinda. Yanga anashinda. Basi bana milioni 3 ngoja tutaona baadaye. Nikifungwa Doto aje kuchwela nyumbani kwangu au aje hapa ofisini. Si anapajua hapa? Milioni ngapi? Nitampa box tu. Box tu. Bana watu wanafikaje hapa magari used? Wapate vitu vyao hapa. Hebu wape location na vitu gani pia vinapatikana. Uzuri hapa Ndinga muda wote zinaongezeka pia. Kabisa sasa. Kwenye tovuti magari used bei nafuu, akilinki akiboti au mtandao wote wa huduma ya usafirishaji anaweza akafika hapa. Location inameta mpaka hapa magari used bei nafuu. Au sio bwana? Lakini pia sisi tunawaambia kwamba usafiri ni uti wa mgongo, ni kitendea kazi. Rahisi wewe kwenye movement yako na metikasi yako. Lakini pia miguu sio usafiri. Miguu sio usafiri. Kabisa. Miguu ni kiungo cha mwili. Fanya mazoezi ya hiari, usifanye mazoezi ya lazima. Ukifanya mazoezi ya lazima, miguu itaumia. Namba za simu zipo kwenye bio hapo juu, ukiingia Instagram, TikTok, Facebook na mitandao mingine yote ya kijamii. Utakuta andika magari used bei nafuu. Gusa link, piga simu, njoo location, njoo tupatane. Njoo tukate utepe. Sisi hapa ukinunua gari tunakuwekea mafuta full tank. Full tank. Nimependa hiyo. Ukinunua gari tunakuwekea mafuta full tank. If siye kuiona kokote. Mimi nafanya hivyo kwa sababu mimi naelewa biashara. Mimi ni entrepreneurship. Sure. Lazima wajali pia wateja. Najua unapokuwa entrepreneurship lazima uwe na yani kitu ambacho cha kuwafanya watu wawe upande wako. Au mambo ya customer care. Kwa sababu hata kwenye biashara kuna kitu kinaitwa impasse. Impasse is the ability how to understand other people feeling. Ukianza kuzungumza hivyo kesho utajaza watu 200 hapa. Kabisa waje tu kifupi. Wanangu mimi nawaambia miguu sio usafiri. Miguu kiungo cha mwili. Miguu itaumia hiyo. Sadati.
Oya. Bana, asante kwa wakati wako bana. Kabisa. Bana, mimi nikiongea naye tumalizi siku mbili. Nikopo hapa magari used bei nafuu na bwana kabisa hapa Sada Top Seller. Asante kwa wakati wako. Mimi naitwa Victor Madaha. Asante kwa wakati wako. Bye bye.